na Abdulrazak Hamza. Kwa mimi ninavyofahamu na kwa uelewa mkubwa wa kocha ambaye yuko sasa hivi na kikosi chetu cha Simba, amewekeza nguvu kubwa sana kwa Hamza na Karabao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameona Shemalon yuko katika hali ya utofauti. Hatuwezi kumtegemea kwenye mechi hii, lakini kwa asilimia kubwa kwamba wale wanaweza na tunawaamini, kwa sababu mfano mdogo tumeenda kuona tulivyokuwa tunacheza na Dodoma. I think tumemfunga 6, mabeki wakiwa ni wale. Tumeona walivyozuia, tumeona walichokifanya na tunawaamini kwa sasa. Labda dua zetu zote tupeleke kwa Kamara aende afanyaje akawe mzima, lakini japo pia nayo inakuwa sio rahisi. Kwa goalkeeper kweli kunaweza kuwa kuna pengo, japo Salim na yeye ni kipa mzuri, lakini bado Kamara atabaki kuwa bora pale alipo. Lakini tunakumbuka kwamba Salim ashaye kucheza katika hatua ya robo finali dhidi ya Wydad na Simba iliweza kutoka katika mikwaju ya penalty. Wasiwasi wako ni nini kwa Ali Salim? Siwezi kusema nina wasiwasi mkubwa, ila tunazungumzia ule ubora wa goalkeeper. Ubora wa Kamara na Salim ni tofauti. Sababu mimi nimemuona Kamara akiwa golini na nimemuona Salim akiwa golini. Sawa, ametupeleka mbali, ametuvusha sehemu nyingi, ametuvusha sehemu ngumu ambayo tukutarajia, lakini bado nina wasiwasi na Salim. Bado Kamara nampa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo Kamara kikubwa zaidi, Kamara mimi ndo ananiumiza. Simba kuna wachezaji takriban 6, mfano mtu kama Zimbwe, Manula, kuna Kapombe, kuna Mzamiru. Hawa wote tayari wamecheza robo finali 5 na hawakuweza kuenda katika hatua ya nusu finali. Unadhani faida yao ni ipi kwa wachezaji wenzao ambao wengine ni mara wa kwanza katika hatua kama hii? Wana faida kubwa kwa sababu wao wataishi uwanjani kama makocha. Sababu mtu ukiwa na uzoefu mkubwa unaweza ukafanya kitu kwa ufasaha. Kwa kama kina Zimbwe, kina Kapombe, umeona wana uzoefu mkubwa, kwa ndio maana wao wanaenda kuwa kama makocha sasa akiwa pale uwanjani. Na ndio maana halisi hata Zimbwe pia akapewa captain, kwa sababu ana uwezo kumwelekeza mtu, ana uwezo kusema na mtu, ana uwezo kusema bwana tunapoenda kuna 1 2 3. Unajua ukishakuwa mwenyeji unapoenda unaenda kwa uhuru na unakuwa una confidence. Kwa zile confidence walizonazo wao watawavisha wenzao kwamba jamani tunapoenda tusihofie sana, na tuna imani kubwa kwamba tunafanyaje tunaenda, kwa sababu tunaocheza nao sio wageni kwetu na sio wagumu kwetu, kwa sababu naamini wale wakiwaga kwao ndo wanakaza kuliko. Lakini safari hii tunaenda kwa kujipanga, kwa sababu tushacheza nao tukiwa na tunajua wakiwa kwao wanakaza, na safari hii tukienda kwao tuna hakika tunachukua point 3 na kurudi nazo nyumbani. Jana alisikika mzee Azim Dewji ambaye ni mdau mkubwa wa michezo na mwanachama wa Simba kwamba yeye anaamini kwamba shughuli wataenda kuimaliza huko Misri na kufuzu hatua ya robo finali. Nadhani kipi ambacho kinampa imani mzee Azim Dewji? Kinampa imani kitu ambacho maandalizi ambayo yamefanyika. Unajua kikosi chetu kimefanya maandalizi ya kimya, lakini maandalizi magumu, maandalizi makubwa. Wachezaji wamefanyishwa mazoezi ambayo wale wanajua kabisa tunaenda kwenye michuano ambayo ni mikubwa sana. Lakini kwa nini ana confidence? Kwa sababu wachezaji wamejaribu kuaminisha kwamba ni kitu gani tunaenda kukifanya. Misimu yote tulikuwa tukiimbwa, lakini safari wachezaji wanasema lazima tuende finali. Kwa ndio maana hata Azim Dewji anapata nguvu ya kusema kwamba tunachoenda kukifanya kinakuwa hivyo, kwa sababu wachezaji wenyewe wametuaminisha. Sisi kina nani tusiwape support wachezaji wetu. Kwa hata mimi ukiniuliza sasa hivi mnashinda, nakwambia tunashinda 100%. Ndio maana nakwambia safari hii sisi tunachukua kombe au tunaweza tukafika finali tukajua nini kitatokea. Swala la mwisho, timu ya taifa inacheza Alhamisi usiku. Hamasa imekuwa ni tofauti ya vilabu vya Simba na Yanga. Kwa wewe mtazamo wako ni upi? Mimi binafsi hilo swali linaniumiza sana. Katika kitu ambacho kinaniumiza moyoni mwangu ni kuhusu timu ya taifa. Kwa sababu gani? Timu ya taifa ndio itakiwa iwe timu ya kwanza kuwa maarufu. Lakini kwa nini inafifia? Kwa sababu rais wetu simsemi kwamba amekaa nyuma sana na mashabiki, lakini nimwambie tu kwamba amekaa nyuma na mashabiki. Kwa sababu gani? Mashabiki wa Simba na Yanga na vilabu vingine labda Azam, umeona ni mashabiki ambao wana nguvu sana kwenye media. Hususan mimi nikizungumza kitu kwenye media, hususan cha timu ya taifa, naumia. Nasema timu yangu ya taifa nataka ifanye 1 2 3. Kesho na kesho kutwa imekuja imefeli. Nasema nini ambacho kimesababisha mpaka timu imefeli? Kwa sababu amsha mashabiki hakuna. Umeona kama taifa inaweza kusafirisha mashabiki wa Yanga kwenda kuangalia mechi huko, wanashindwaje kusafirisha mashabiki ambao hawa Simba na Yanga wao wakajumuika pamoja tukaenda tukaisupport timu yetu? Unajua wachezaji wanapoona kuna mashabiki wanapata nguvu. Umeona sisi mashabiki ni wachezaji wa 13 katika uwanja.
Kwa nini tusiipe timu yetu ya taifa nguvu? Hapo